Nipo na Makawila hapa. Usajili unazidi kupamba moto ndani ya klabu ya wananchi kwa maana Young Africans, na jana tumemwona Peter Shalulile. Peter Shalulile ni kijani na njano. Kwanza habari kama hii kwako binafsi ulivyoiona, nini hasa kilitokea kwenye moyo wako, na Peter Shalulile kwako ni mchezaji wa namna gani, na usajili wote kwa ujumla ambao umefanywa na Young Africans unauzungumziaje? Habari ya Peter imenistua Jadu. Unazungumzia moja kati ya washambuliaji wenye daraja la juu kwenye soka la bara la Afrika. Jina la Peter Shalulile huwezi kosa kuliandika kwenye majina 4-5. Kwa hiyo unamzungumzia mshambuliaji, lakini pia unazungumzia kiongozi ndani ya uwanja ambaye ameshinda kila kitu kwenye michuano ya ngazi ya vilabu kwenye bara la Afrika. Kwa hiyo kwangu mimi of course imekuwa ni surprise, na sikuwa ni moja kati ya wachezaji ambao nilikuwa nawatarajia kwa daraja la vilabu vyetu kwa nyakati hizi. Kumpata mtu kama Shalulile ni kitu kikubwa sana, lakini nafikiri hata kwenye ligi yetu Jadu ni kitu kikubwa, hata kwa wewe mwandishi na waandishi wengine ni kitu kikubwa. Leo umekaa hapa unaripoti habari ambayo miaka 3-4 ya nyuma ilibidi uende Pretoria South Africa kwa kitu kidogo, lakini leo injinia amekuletea barazani hapa, unaweza kumzungumza Peter Shalulile akiwa hapa nyuma ambako mimi nazungumza sasa hivi. Kwa hiyo ni habari kubwa sana, na lazima tumpongeze mdhamini wetu Karibu Said Mohamed kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya. Ukiniambia mimi katika nyakati zote ambazo kwenye umri wangu nimeshuhudia sajili kubwa zaidi, sijawahi kushuhudia sajili kama nyakati hizi ambazo Injinia Hersi akiwa rais na mfadhili wetu Karibu Said Mohamed wamefanya kazi kubwa sana, na lazima tuwapongeze. Vinginevyo itakuwa ni lombata kibinadamu. Na ukiangalia sani zetu za msimu zinakwenda kupambania kile ambacho mara nyingi mimi nilikuwa nikipiga kile Jadu. Sioni Yanga Afrika ikiwa inapata tabu sana kwenye ubingwa wa ndani, lakini kuna sehemu ambayo sisi kama timu tulikuwa tuna struggle sana kufanya vizuri. Kwa hiyo kwa saini hizi maana yake zinaleta matumaini makubwa kwamba tunaweza kwenda kufikia malengo ambayo kwangu mimi bado siweka malengo ya ubingwa. Hata tukifika robo nusu itakuwa ni daraja kubwa sana la timu yangu. Kwa hiyo tupongeze uongozi, umeendelea kufanya kazi kubwa, na sisi kama wanachama na mashabiki tunataka tuchukue nafasi zetu kuiunga mkono timu kwenye vile vitu ambavyo vinatuhitaji sisi, kama kwenye kununua merchandise, kuingia viwanjani na vitu vingine ambavyo vinatuhitaji. Kwa hiyo so far usajili wa Yanga naona ni mzuri, na hili daraja la Shalulile limenipa matumaini, na naona ni usajili ambao hata kama msimu huu kwa ni usajili huo pekee tu kwangu mimi ningekuwa nimeridhika. Kwa hiyo mimi niko panda Shalulile Jadu, ni mchezaji ambaye namjua, namfahamu, na na uhakika kitu gani anakwenda kunipa ndani ya uwanja. Japo watu wanapiga mawe, wanasema Shalulile ni yule, sio huyu. Bado maana kila siku nazungumza Jadu, kuna wakati mwingine kuna watu wa mpira na kuna mashabiki wa Simba na Yanga. Hawa hatuwezi kuwakataza wasiwepo. Tunahitaji hawa wawepo kwa sababu na wao pia wana faida zao kwenye hizo timu. Lakini tukizungumzia soka la Afrika, kama leo unampata mtu kama Aliou Dieng, unampata mtu kama Shalulile, huwezi kubeza usajili wa Jadu. Mara nyingi tumekuwa tukiwazidiwa na watu wakubwa sana. Nesho ukiangalia kikosi cha National Ali, bingwa wa muda wote Afrika, amekuwa na matokeo makubwa kwenye wachezaji wengi sana senior. Wachezaji wakubwa wamekuwa wanakuja kutuadhibu kwa Mkapa, wanaondoka na alama 3. Kwa kwangu mimi nikimsikia mtu anasema ni usajili ambao muda wake umepita, kwanza ajiulize Shalulile katoka timu gani? Pamoja na huo muda, Shalulile katoka timu ambayo mwaka uliokwisha imekuwa ni bingwa Afrika. Mchezaji ambaye leo Mamelodi anaweza kuwa daraja la kawaida, hao akaona matumizi yake yametosha. Kwa Yanga ni mchezaji mkubwa sana huyo. Huwezi kuchukua daraja la Mamelodi ukaiweka Yanga. Kwa hiyo unamzungumza mshambuliaji ambaye hakutoka Cape Town City, ametoka Mamelodi Sundowns, ambaye hata ukisema kuna wachezaji walikuwa wamekaa Mamelodi hawafikiri kabisa. Mtu kama Rushan Delok kutabeza kwa sababu alitoka Mamelodi, alikuwa achezi. Leo ukizungumza na beki wao watatu Tanzania utaacha kutaja jina la Rushan Delok. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kama kuna mavuno unaweza kwenda kuyafanya hali kwa mchezaji ambaye apate namba, au Mamelodi kwa mchezaji ambaye apate namba. Huyo ni mchezaji mkubwa sana kwenye daraja ya timu zetu. Watu wautumie mfano kama huo. Yaani usihukumu kwa kile ambacho mchezaji. Kama unafanya hivyo, watu kama wangehukumu kwa Rushain Deriake wasingeona. Mimi sio Rushain tu. Fisher Kalama yeye tumekwenda kumchukua AS Vita Club, akawa ni mchezaji ambaye hafikiri kabisa. Leo unazungumza kati ya wachezaji ambao wenye daraja kubwa kwenye soka la bara Afrika, mshambuliaji mkubwa zaidi, huwezi kutaja kwa hata Fisher Mayele. Watu waendelee kujifunza. Unajua soka limekuwa na maisha ya kufundisha watu. Kila siku tunaendelea kufundishwa na matokeo ambayo yanakuja uwanjani. Kuna wakati unaweza kumsajili mchezaji, kama unamchukua mchezaji kutoka Mamelodi ambaye hapati namba. Huyu ni mchezaji mkubwa kwenye daraja ya Simba na Yanga, ni mchezaji mkubwa sana kwenye ligi ya NBC. Kwa hiyo mimi niwapongeze viongozi wa Yanga. Wameendelea kutuletea burudani. Sasa hivi hata ukiambia Tanzania kingamuzi kimetoka kwenye 28 kimekuja kwa 30, watu watalipa tu. Yaani sasa hivi ataanza mwaka mmoja, jamani, hiyo 28 utakwenda kuangalia Kombolela. 30 unaiona Yanga Afrika, wewe hadi ulipi? Kwa usajili huu unaoona huu. Wapita wewe usajili wa Shalulile mimi naomba sana. Mimi ukiniambia best signing Afrika Mashariki msimu ni Peter Shalulile kuja Yanga.
ni kubwa mno, sio tu kwa ajili ya Yanga, ni kwa ajili ya NBC, ni kwa ajili ya Azam TV usajili huu, ni kwa ajili ya wewe Jadu mwandishi, ni kwa ajili ya wenye vituo vya television na radio. Ni usajili mkubwa sana. Leo kama kuna habari nyingine Afrika Mashariki ipo, basi itakuwa ni unafiki wa mpira. Habari kubwa ya mpira Afrika Mashariki leo ni Peter Shalulile kuja Yanga kucheza. Kaka, unamzungumzia mshambuliaji kiongozi wa timu ya taifa ya Namibia. Mpaka tupigane vibao tena ndugu yangu. Mpaka tu kama tuko shule. Mshambuliaji kiongozi wa timu ya taifa ya Namibia. Huwa anakuja kwa mwalimu akina Sugar Boy kwamba kila kitu kinawezekana. Shalulile. Alafu wakati anatoka Shalulile kwenda kupumzika, Sheikh Ibrahim Toure anaingia. Huo muda Clement Mzize uko pembeni. Depu upo nje. Depu uko nje. Ndio Yanga mwakani. Hii si kwambi kwa ajili ya wapinzani wetu wakubwa Simba Sports. Hii inatoa tahadhari kwa vilabu vyote vya ligi kuu Tanzania bara. Kuna timu itakuja kufunga goli 8 msimu huu. Watu wasajili kweli kweli, na Mashujaa wanaendelea kuzamani tu, wanabaki wanachezaji eleke wasajili kweli msimu huu. Ndio kwa mara ya kwanza nahitaji wana Yanga tuione uwanja huru unajaa kila mchezo wa Yanga Afrika. Kama wajaja Yanga hii na kutahadharisha, kuna Yanga ya shida itakuja. Utaishia kutukana kongamano machafu. Hii Yanga burudani ndio itakuwa uje uione. Kwa sababu haiwezi kubakia milele. Kuna siku itakuta sio Yanga hii. Na hapo nyuma tukua hivi. Kwa hiyo msimu huu na nyakati hizi ambazo kuna burudani inakuja Yanga, njoo na wewe kwa historia. Hii ndio Yanga ambayo ukishaiangalia ukishaona Shalulile kimaliza. Wewe hata kama kuondoka duniani umemaliza kwenye mpira Tanzania, unataka nini tena Jadu? Wewe unategemea kuona tena nini? Tumekotea Fiston Mayele. Umesema bado tumeenda kuchukua Shalulile. Kama kuna kitu kingine unataka kwenye mpira ngazi ya vilabu unataka nini tena? Wao wanataka saini gani? Tuulizane hapo. Kilimugisha kafika daraja ya Shalulile kwenye mpira Afrika. Unataka kusemaje? Kafu amaanisha kombe la wiki moja, msimu kaisha. Peter Shalulile medali yake anayo. Amekuja na gunia la medali za Afrika. Kama kuna mchezaji mwingine Tanzania na medali za Peter Shalulile niletee hapa. Medali ya African Football League inamilikiwa na Peter Shalulile. Kaja nayo Jangwani kuja kumletea Sugar Boy aione. Hili ni daraja, hii ni shule. Hii ni shule kwa kina Mzize. Kama leo Yanga analeta shambuliaji daraja namna ile, mwakani tunaelekea AFCON. Sugar Boy unajifunza nini kupitia Shalulile? Ndio faida nyingine inakwenda kuipata hii. Yanga msimu huu inakwenda kutoa star wa ndani ambaye ni Sugar Boy, inakwenda kutoa star mwingine kutoka nje Peter Shalulile, lakini Sheikh Ibrahim Toure yupo ndani kwenye Yanga hii. Tunachukua mali kutoka Zambia, tunachukua mali kutoka sajili mtu kutoka Saudia. Jadu rafiki yangu, msimu huu tuwaombee dua sana wachezaji wetu waje kukifanya kile ambacho umekifanya kule, kwa sababu so far unaweza kuna mchezaji akasajili huko alikuwa anafanya vizuri kwako kaso. Msimu huu tuwaombee dua sana wachezaji wetu. Nimesikia Alikama anasema msimu huu kimataifa hamna timu ambayo mnaihofia. Kwanza Al Ahly yupo huku chini kwa kina Singida Black Stars kombe la shirikisho. Hauhitaji kumsikiza Alikama msimu huu. Huu ni msimu ambao unatakiwa muombe Mwenyezi Mungu akujali afya na uhai, uione Yanga hii kwa anacheza klabu bingwa Afrika. Pale kwenye uwanja. Ukifungwa hatujaingia robo finali, tumefeli Yanga wote, hakuna kutakusingizia. Sio mmoja. Kila kitu kwenye mpira tumekifanya. Hii sio Yanga ile Saidi. Hii sio Yanga Rafatiaji wala sio Yanga JSM wala Alikama. Hii ni Yanga yana Yanga wote. Kama wewe hujanunua mikanda hizo original ya Yanga, hujalipa kadi ya wanachama wa Yanga, hujaja kusupport Yanga, ndio mikanda hizo, hujaja kusupport Yanga pale Uhuru. Maana yake wewe ndio unatufelisha. Gharibu Said Mohamed kishamaliza amekotea mpaka Peter Shalulile, unataka alete nini Jadu? Labda akasajili uhai wa watu walete. Kaja mpaka Manga yule imam kuja kuswalisha. Za kwa. Maana yake Shalulile anakimu Manga anakuja kuswalisha Marabu. Unataka nini tena? Sasa wewe unataka Yanga gani tena? Unachotaka wewe Yanga kipo. Ipi Yanga ipi unataka wewe? Yaani wewe nini unataka ndani? Mimi toka nizaliwe. Sijawahi kuona wala kusikia wala kufikiria kama Yanga ataweza kufanya usajili wa namna hii. Peter Shalulile shehe, hao yana timu kama anavyoona Mbappe akikaa sokoni bilioni 2 inapatikana. Signing fee, yani hiyo ni ya kwetu Shalulile peke yake. Yaani wewe mfuate sebleni kwake. Wewe mchukue Shalulile ule mtoe Yanga sasa hivi. Kamweka sebleni kwake. Alafu mfuate unamtaka. Milioni 2. Sio chini ya milioni 2000. Kawila. Gharibu Saidi ameweka bilioni 15. Gharibu Saidi ndio kiumbe ambacho kimetoa kikapu cha mchango kati ya mchango aliochangisha akaogopa. Wewe unamjua Gharibu Said Mohamed? Aliweka mchango, wenye mchango akaogopa. Yaani wewe unachangisha. Gharibu akachangia, waliochangisha akaogopa. Ndio Gharibu Said. Mimi namshukuru Mungu kumwai huyu. Kuna watu wamekufa. Babu yangu Amedomali Yanga amekufa kumwai. Mimi nimemwai. Na ni Yesu nimesema nini tena Jadu? Yanga wote tunakubaliana mwaka jana tukusajili vizuri. Kuna Yanga anapinga hilo? Wewe mara zote ukipiga mic mwaka jana nilikuwa nakwambiaje? Hii ndio Yanga ambayo kama kuna kitu nakihitaji kipate hapa, ikitoka hapa itarudi hivi. Ndio msimu sasa. Tumekwenda kuchukua mali moja, unajua jitu kutoka Zambia ile. Jitu msitu lile. Linafunga kila aina magoli. Mimi nakuuliza wewe Jadu. Wewe unashindwa kuweka mimi mwanangu mimi sati aolewe hata min hadidi lete Jadu. Lete pete achiwe bati.
kama Shauri hajafikisha goli 10 kwenye ligi. Bwana Makabila nikwambie nini? Kama Shauri hajafikisha goli 10 kwenye ligi, mimi nakuozesha Misrat mwanangu au kama na kijana wako nitampa kwa pete ya chuma tu mahali. Huyu Shauri huyu. Asante naweka babu yangu. Yule mwanao yule mwanao mweupe yule namweka. Sina wasiwasi juu ya yule. Na mama yake atanisamee. Huyu Shauri namwamini Jadu. Hivyo wewe umetamii Mike lini kanaona kama hivi? Leo una vibe. Sio vibe. Ukifanya mambo makubwa mimi nitakuzungumza kwa ukubwa. Ukiniletea viongozi wa Yanga 20 kwenye mafanikio zaidi kwenye soka la Tanzania na Afrika, mimi naanza na ile Saidi. Sizungumzia matokeo ya uwanjani, nazungumzia kuitengeneza Yanga kwa wamoja. Mbona tumekusanyika hapa? Wana Yanga wote umeona amani ilikuwa. Hii inatengenezwa na uongozi, atengenezi tu haiji tu hivi. Kwa hiyo huyu ni kiongozi ambaye unapaswa kushangilia kuwepo na unapaswa kusikitika siku akisema anaondoka. Sifikiri kama kutakuwa unachagua nini? Kwani hiyo katiba ya Yanga ya kusema mwisho miaka 4 miaka 8 kaika nani? Wanachama. Tukiamua kubadilisha kama ninapata lulu kama hii, tupoteze huu tena. Kesho kutwa tunakwenda kumpitisha ile Saidi kwa rais wa Yanga. Baada hapo na wewe Jadu unajua unaenda wapi? Huwezi kwenda kule kwenye ukimbizo na Simba. Wewe unapenda la Jadu. Imetangaza bilioni 104, bilioni 104. Wewe utaenda kule? Bilioni 104 JSM Katoro kaitangaza kwa Yanga ataenda Katoro. Na kujua Jadu unapendaje shida? Wewe upendi shida Jadu. Wewe ndio ukimbiza na viboko kweli. Wewe sasa unakwenda kukimbiza na nyama mbugani, unakwenda kukimbiza kitimoto. Yaani wewe kaangalia nguruwe usende Katoro Jadu. Unapokujua. Mimi na hakika mimi tunapata basi moja siku hiyo. Twende Katoro tukazindue wiki ya mwananchi, baada ya kutoka huko tukutane uwanja Uhuru pale. Kuna starehe 2 uwanja Uhuru, lakini Peter Sharulile ni surprise package ya tarehe 12. Kuna kazi kubwa atakao ifanye pale. Wananchi mnapomzungumzia Peter Sharulile, alafu bado kuna wachezaji wawili professional player hawajatangazwa. Unajua mnatisha watu mjue. Kuna kiungo moja rais yeye anaomba sana. Mimi na wasiwasi na Uislamu wa Edis. Kabisa. Uislamu gani anakuwa anaomba namna hii? Waislamu wote wanakuwa na roho ya huruma. Hana huruma huyu. Yule mwanaume juzi kapanda dege la watu 100 ameingia watu 4 tu. Si mwenyewe anauliza unaenda wapi na batulia. Surprise mpaka Hersi kafanywa juu ya tajiri. Sasa mimi Makonde kutoka Nyanchi Chiradi pingana karibu Saidi. Maana gari usalamu wake sasa Jadu wewe Mike una ndogo hii. Akaamua na leo nikanikutana na Jadu kikao na Jadu leo. Ukitoka ofisini Jadu wewe Mike kushika unakimbia. Bosi wako anakufuata nyumbani akamwambia Jadu twende tukafanye kipindi. Kama sana. Unapozungumza gharibu, unazungumza mwenda azimu wa mpira. Na ndio matajiri wanatakuwa Afrika. Afrika tajiri mwenye mahesabu kwenye mpira afai. Tajiri hili sasa limetoa kapu limetia 10 bilioni walochangisha kakimbia. Mimi Makonde nimetoka na Nchichira mtoto wa mamba na Nyamnyongo nije hapa nipinge. Wawili wanaokuja nao watu watapasua vichwa sana. Kuna mashine moja kutoka Sekime Mosa sikukujishi siri hiyo. Ushako na Yanga wanatumia jezi mzuri. Jezi mzuri ya Yanga kadi ulionyesha kuiona mzuri kabisa kwenye macho yako. Basi ni zaidi hii ni zaidi. Tumechukua mbunifu wa mavazi kutoka Paris. Tumeenda kumnyang'anya Fally Ipupa yule mtu pap. Tukamwambia tupe huyu mtu wiki 3. Tukameta Yanga Afrika. Anayemvalisha mavazi Fally Ipupa Paris France tumemchukua tumemleta hapa Tanzania. Ale kama kaja na kitambaa anakuambia kitambaa cha deki kilichokuja nacho leo. Jezi Yanga msimu ujao na mtu alionekani. Hauna haja kupulia perfume wewe jezi. Bana yaishe basi yaishe. Mbona maliza. Sasa nasema nini? Sio mimi. Ni karibu Said Mohamed na Engineer Said ndio anafanya bara hili hapa. Sio mimi. Quality ambayo hujawahi kuishuhudia. Sio umetaka vita. Wao wametumia drone, sisi tumetumia kombola. Tumeleta jezi msimu ambao haja kuvaliwa Afrika Mashariki na Kati. Ukitaka kuchukua jezi kwa ite Yanga ifananishe na jezi, nenda kule ambako Yanga kati ya National Art peke yake basi. Ndio quality hiyo. Mbunifu kutoka Paris cha. Sikwambii Ufaransa za mabondeni cha. Sababu kuna Faransa zingine unajua mpaka matope hapa. Mimi nakwambia Paris ambako Fally anaishi. Kaletwa hapa Yanga Afrika. Huyo mtu wa mavazi sio kwa ajili ya naye JSM. Sio kwa ajili ya ndugu zake. Mavazi yao maana yake ni ya makaira na mashabiki na wanachama wengine wa Yanga. Unasubiri nini Jadu? Na jezi yako ya Yanga nayo. Najua wewe unapenda timu gani Jadu. Kila la heri. Nashukuru sana.